Siri ya kufanikiwa kifedha sehemu ya pili na Mwalimu Baraka Mwajeka. Namba zangu za simu ni 0762261997. Ukitaka kuzijua zaidi basi unaweza kurudisha nyuma audio na ukapata hicho kitu. Tunaendelea na kundi la pili kwa mujibu wa au kwa mtazamo wa Robert Kiyosaki, mtaalamu wa fedha huyu wa elimu ya kifedha. Anaelezea, anasema kundi la pili la watu katika issue zima za fedha ni watu wanaitwa waajiriwa binafsi, self employee. Hawa ni watu ambao wanawakilishwa kwa herufi S. Ni waajiriwa binafsi, ni watu ambao kwa kidogo anajisimamia mwenyewe. Anajisimamia mwenyewe fedha zake anapopata, na nyingine hamna mtu wa kumhoji kwamba leo umetumia hela hii, leo umetumia hela vibaya, umetumia hela vizuri. Note, hakuna mtu wa kumhoji kwa sababu yeye ndo mwanzilishi wa biashara wa kazi au hiyo biashara ndogo. Inaitwa biashara ndogo au inaweza kioski au duka dogo ambalo analisimamia mwenyewe. Yani kiasi kwamba analimudu ndogo kiasi kwamba mpaka anafanyaje, analimudu. Kwa mtu huyu anaonekana kidogo ni afadhali kuliko aliajiliwa, lakini wote wana uimara wao, lakini wote wana udhaifu wao. Kila mmoja ana uimara na udhaifu wake. Ukiangalia hao watu waliojiajiri kibinafsi ni watu ambao ili waweze kupata fedha ni mpaka awepo katika eneo fulani, inaitwa active income, mpaka awepo sehemu ambapo hizo hela zinatokea au hizo hela zinapopatikana. Lakini kwa udhaifu wa pili pia ni kwamba hawa ni watu ambao hawaamini watu wengine kabisa. Hawaamini watu wengine kwamba watu wengine wanaweza wakafanya vizuri, anahisi kama watamuibia. Lakini pia ni watu ambao wanatumia muda mwingi na nguvu kubwa ya kusimamia, hata kama ile biashara yake ndogo imeendelea kukua, anaamini watu. Nimesema amini watu, lakini pia anatumia muda mwingi kwenye kusimamia. Kwa siku anajikuta anaingia kwenye matatizo mengi ya kupoteza fedha kwa sababu ya usimamizi umekuwa mzito. Lakini sifa yao tatu nyingine ni kwamba hao ni watu wasiobadilika, hawabadiliki. Umeona na jijio umetoka kijijini, wengi maana mimi nimetoka kijijini, utakuta mtu umeenda labda bado utoka kule kijijini kwa miaka labda 25, kija kurudi baada ya miaka 30 duka liko vile vile wewe au labda bidhaa zake ziko vile vile, aziongeze. Kuna watu ambao hawabadiliki, hawaendani na mfumo kabisa. Lakini pia sifa yao nyingine ya watu hawa ambao wamejiajiri kibinafsi ni watu ambao wanaendelea kuwa ni wezi maana ni wanajiibia kibinafsi, kwa sababu hana mtu msimamizi. Anapiga hizo hela vizuri, anakula hela za nani, kwa sababu hakuna wa kumsimamia of course. Kwa ni mtu ambaye anakosa usimamizi mzuri wa kibinafsi, kwa anajikuta anatumia hela za biashara yake ambayo ameanzisha. Lakini uimara wao au bora wao ni kwamba ni watu ambao wamemiliki kitu. Wamemiliki kitu, wana kitu ambacho wamekimiliki. Lakini bora wao mwingine ni kwamba hawa ni watu ambao kwa afadhali wanaweza wakawa na uchumi kidogo, wakawa na uhakika wa hela kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ni tofauti na mtu aliyeajiriwa mpaka asubiri mwezi, lakini wanaweza kupata hela katikati au muda wowote. Hizo ni sifa zao za mtu ambaye amejiajiri kibinafsi. Kwa mujibu wa Robert Kiyosaki apendekeza kwamba watu wawe katika hili kundi. Inabidi utoke kwenye hili kundi uende kwenye kundi linalofuata. Stay tuned, mambo mazuri yanaendelea kuja. Uko na Mwalimu Baraka Mwajeka. Yes, kama una swali drop comment hapo, nitaisoma na utajibiwa.